Breaking news. Yanga wametuma ofa ya euro 250,000 kwenda kwenye klabu ya Radomir Radom ya Poland ili kuinasa saini ya mshambuliaji wa Angola Laurindo Dilson Maria Aurelio Depo mwenye umri wa miaka 25. Tayari Yanga na Depo wamefikia makubaliano binafsi ya mshahara na sign on fee, hivyo yanatafuta makubaliano ya klabu na klabu kabla uhamisho huo kukamilika. Mwaka 2025 Depo alijiunga na Radomir Radom kwa mkataba wa miaka mitatu akitokea Gil Vicente ya Ureno. Akiwa na Radomir amefanikiwa kufunga bao moja na assist moja kwenye mechi 10. Depo ni pendekezo la kocha mkuu wa Yanga. Yanga wamepania kumpata Depo. Hata hivyo, usiku huu Yanga imetuma ofa ya euro 250,000 sawa na shilingi milioni 721 kutoka Yanga imekubaliwa na klabu ya Radomir Radom ya Poland, hivyo dili la Depo kutoa Yanga linakaribia kukamilika. Ni jambo la muda. Depo anatoa bongo, Yanga wako kwenye hatua za mwisho sana. Kwanza, asalamu alaikum mashabiki wote wa soka la Tanzania na hasa wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans. Habari kubwa inayotikisa mitaa ya soka Afrika kwa sasa ni juu ya jina la Laurindo Dilson Maria maarufu kama Depo, mchezaji wa kimataifa kutoka Angola ambaye ameanza kuvutia macho ya vigogo mbalimbali barani Afrika kutokana na kiwango chake bora uwanjani. Na sasa taarifa zinaeleza wazi kuwa klabu ya Yanga tayari imeingia kazini na imetuma ofa rasmi ili kunasa saini ya nyota huyo katika dirisha hili dogo la usajili. Depo ni mchezaji anayekuja juu kwa kasi kubwa akiwa anacheza nafasi ya ushambuliaji pembeni pamoja na nafasi ya mshambuliaji wa kati pale inapohitajika. Ana kasi, ana nguvu, ana uwezo mkubwa wa kucheza mipira ya juu, lakini zaidi ana utulivu mkubwa anapokutana na lango, jambo linalomfanya awe mchezaji hatari sana kwa mabeki wa timu pinzani. Katika msimu wa karibuni akiwa na klabu yake pamoja na kuitumikia timu ya taifa ya Angola, Depo ameonekana kuwa mchezaji mwenye mchango mkubwa sana, kwani katika mashindano ya ligi ya michuano ya kimataifa amecheza mechi nyingi zaidi akifunga takriban magoli 14 hadi 18 na kutoa pasi za mwisho zipatazo 7 akiwa na timu yake msimu uliopita, ambazo zinaonyesha wazi kuwa huyu si mchezaji wa kawaida bali mchezaji anayechangia moja kwa moja kwenye matokeo ya timu. Mbali na magoli na asisti, Depo ana wastani mzuri wa chenga zilizofanikiwa kwa kila mchezo. Ana uwezo wa kushindana, anaweza pia kushinda mikwaju ya faulo na penati kutokana na spidi yake pamoja na uwezo wa kusoma mchezo mapema. Kitu kingine kinachomfanya Yanga muone kama chaguo sahihi ni uzoefu wake katika michezo ya ushindani barani Afrika, kwani tayari ameshacheza michuano ya kimataifa na kuonyesha imara mkubwa zaidi ya timu ngumu, jambo linaloendana kabisa na mahitaji ya Yanga ambayo inalenga kufanya vizuri zaidi kwenye mashindano ya CAF msimu ujao. Taarifa kutoka vyanzo vya karibu na dili hili zinaeleza kuwa Yanga tayari imewasilisha ofa rasmi kwa klabu inayomiliki Depo na mazungumzo yanaendelea kwa hatua nzuri, huku pande zote zikionekana kuwa na nia kufikia makubaliano. Endapo dili hili litakamilika, basi Depo atakuwa ni miongoni mwa wachezaji wa Angola wachache sana kuvalia jezi ya Yanga na huenda akawa silaha mpya kubwa ya kikosi cha wananchi hasa kwenye safu ya ushambuliaji. Mashabiki wengi tayari wameanza kufuatilia video zake, magoli yake na highlights zake, na wengi wanaamini huu unaweza kuwa usajili wa kimkakati unaokwenda kuipa Yanga nguvu mpya, ushindani wa nafasi pamoja na ubora mkubwa zaidi katika mbio za ubingwa wa ndani na nje ya nchi. Depo atatua Jangwani na kuwa nyota mpya wa wananchi, au dili hili litapinduliwa na klabu nyingine? Hilo ni jambo la kusubiria, lakini kilicho wazi ni kwamba Yanga ipo kazini na inafanya maandalizi makubwa kwa msimu ujao, ambapo pendekezo kubwa zaidi limetoka kwa kocha wao Pedro Gonçalves ambaye alikuwa kocha wa timu ya taifa ya Angola, na moja ya mchezaji alimpelekea mafanikio makubwa zaidi ni Depo, na ndiye aliyewashawishi viongozi wa klabu ya Young Africans kutuma ofa kwa mchezaji huyo Depo anayekipiga huko nchi za mbali. Na sasa, kabla sijaweka kalamu chini, nimalizie kwa kusema kabisa chaneli yako, kama wewe ni mpenzi wa soka la ndani na kimataifa, unapenda kupata habari za uhakika, uchambuzi wa kina, dili za usajili, breaking news na story zote moto moto zinazohusu Simba, Yanga na soka la Afrika kwa ujumla, basi
endelea kufuatilia Malkia wa Soka. Malkia wa Soka tunakuletea hivi vyote, uchambuzi wa kina, dili za sajili, breaking news na stories zote motomoto zinazohusu Simba, Yanga, Azam, Singida Black Stars, madili makubwa makubwa za chini za ndani kabisa tunakuibulia na kuletea hapa wewe mtazamaji wetu wa Malkia wa Soka, na story kemkem kuhusu soka la Afrika kwa ujumla. Basi usisahau kusubscribe channel yetu ya Malkia wa Soka, bonyeza alama ya kengele ili usikose video yote mpya inayopanda. Like, comment na share video hii kwa marafiki zako wapenda soka. Mimi ni Queen Liz na hii ndio Malkia wa Soka, mahali ambapo soka linatawala, taarifa zinaaminika na mashabiki wanapewa heshima yao. Endelea kuwa nasi kwa mengi zaidi yanayokuja, huku kesho tukitarajia kuwapokea mashujaa wa timu ya taifa, Taifa Stars, baada ya kufanya vizuri kwenye michuano ya AFCON na kuishia hatua ya 16 bora baada ya kuondolewa na Morocco, mwenyeji wa mashindano haya ya AFCON ambako yanafanyika huko nchini kwao Morocco. Mimi ni Queen Liz, hadi wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.